Hii ni Mtoro TV. Kwanza tu washukuru nyote kwa kuja katika kusanyiko huu, na kwa wale ambao ni mara yao mwanzo, sisi afisi ya habari ya Hizbut Tahrir kila mwaka huwa tunafanya, haipungui miaka 5 sasa tumekuwa tukifanya mkusanyiko huu kuwaita waandishi wa habari kwa kufutarisha kila mwaka. Ni jambo la kawaida, sio mara ya mwanzo. Tulianza kule tuliwahi kufanya Chef Pride, tukawahi kufanya na hii hoteli hapa ya Gerezani na mahala mwingine na mwingine. Kwa hivyo ni jambo la kawaida. Tunawashukuru sana nyote kwa kuhudhuria. La pili, kwa sababu tumo ndani ya mwezi huu na tuko ukingoni, na kwa sababu kuna jambo ambalo linachukua mwelekeo wa hatari kwa umma wa Kiislamu, tumeona kidogo hapa tulizungumze mkiwa kama waandishi, lakini mkiwa vile vile kama Waislamu wenzetu. Nalo ni hili suala la mwezi. Hatuzungumzii suala la mwezi kwa watu walivyozoea ya kuvutana pande mbili. Tunalizungumza kwa sababu linatoka katika mkondo wa fikhi ya Kiislamu, ambao huku ni wazi kuna pande mbili, linaingia katika mkondo wa fikra za kizalendo, ambao hizi fikra ni fikra hatari dhidi ya Uislamu. Kwa hivyo si hatulizungumzi ile mivutano iliyozoeleka, lakini tunalizungumza kwamba linakwenda katika trend, katika mkondo ambao si mkondo wa kidini. Mkondo wa kidini ni kusema kwamba kuna hoja mbili, kuna hoja hii na hoja hii, na zote ni hoja ambazo zipo katika Uislamu, japo moja ina nguvu lakini na nyingine ni hoja katika Uislamu. Lakini jambo hili linatoka katika mkondo huu, linakwenda katika mkondo wa fikra ambazo si za Kiislamu, japo kwamba huvishwa guo la Kiislamu. Kwa hivyo tunataka tuliweke sawa hili kidogo katika angle hiyo, sio katika angle ambayo watu wamelizoea ile mivutano ambayo kimsingi haina faida yoyote. Kwa hivyo kuna hii karatasi tumeandika, mtaisoma kidogo na zipo pale, inshallah mtazipata. Ndugu wa habari na waaliko kwa jumla, Hizbut Tahrir inatoa msimamo wenye nguvu wa kisheria ya Kiislamu juu ya mwezi muandamo baina ya kuwa ni kilimwengu, yani wa kimataifa au kitaifa. Tunakubali na kuheshimu rai baina ya Waislamu pale wanapokuwa wamehitilafiana katika jambo la kifikra, na asili jambo hili na ikhtilafu, kuna pande mbili. Msukumo wa ikhtilafu uwe lakini umejengwa juu ya msingi wa kisheria ya Kiislamu, isiwe katika suala la hofu, sifa, ubaguzi wa rangi, eneo, kabila, nchi au taifa. Awali maulamaa walikhtilafiana juu ya mwezi kwa sababu za kifikhi, sababu halali kabisa, masuala ya pointi za kidini kabisa. Tofauti na leo, sababu za ikhtilafu za mwezi sio fiki ya matlai, kwani tunaona leo watu wa matlai sehemu moja hawafungi pamoja na wenzao, mfano kama Saudia na Omani. Hali yao, jiografia yao ni moja na maeneo yao ni moja, lakini kwa sababu ya fikra ambayo limetolewa katika fikra ya kidini, limetolewa katika fikra ya kizalendo kinchi, hawafungi sawa. Bali hata Afrika Mashariki na Arabuni, matlai yetu, mazingira yetu Afrika Mashariki ni mamoja, bali hata majira ya saa zetu sisi Afrika Mashariki na baadhi ya nchi za Arabuni ni mamoja, lakini ajabu hatufungi na kufungua pamoja. Leo sababu zinazotumika ni za kizalendo, kitaifa na kinchi. Yani kila mmoja ni kwa sababu nina nchi yangu. Yani watu wa horohoro na watu wa lungalunga, mwezi ni ule pa, lakini hawa kwa sababu sisi ni Kenya na sisi ni Tanzania, kwa hivyo inakuwa jambo hili halikuweko katika tena mjadala wa kidini, ni mjadala wa kizalendo wa kinchi. Kwa hivyo leo sababu za kizalendo, kitaifa na kinchi ndio msukumo wa ikhtilafu za mwezi, na sio tena ikhtilafu za kifiki. Hivyo basi msimamo sahihi wenye nguvu ya kisheria ni kuwa mwezi ni wa pamoja dunia nzima, kwa umma mzima wa Kiislamu, kwa sababu zifuatazo ambazo ni sababu wazi. Ikhtilafu za kifiki kwa maulama waliotangulia, mjadala wao mkubwa ulikuwa kwenye ufikishwaji wa taarifa, kiasi baadhi yao wakakadiria kwamba umbali wa taarifa uwe ni mwendo wa farasi kabla ya kuingia kwa alfajiri. Maadam utata wa kufikishwa taarifa umekwisha, basi ikhtilafu hiyo nayo imeondoka. Sawa. Wanaotetea msimamo wa mwezi kwa kitaifa, sawa, wanashirikilia utaifa wa nchi,
na umoja wa kizalendo wa mipaka iliyochorwa na wakoloni kwa lengo la kutugawa umma wa Kiislamu. Kwa hivyo utetezi leo wa hoja hii zaidi ni kiutaifa na kiuzalendo. Mwezi wa kimaeneo umegawa umoja wa Islam duniani, kwani umoja wetu sisi sio huu wa kitaifa uliochorwa na wakoloni, bali sisi ni umma popote pale tutakapokuwa. Tunasisitiza kauli yenye nguvu ni mwezi wa kiulimwengu kimataifa, na hoja za kisharia ziko wazi na zinaeleweka bila kuzitaja hapa, na atakayefunga kwa kufuata michoro iliyochorwa na wakoloni inaitwa mipaka, baada ya kubainikiwa na haki ya kisheria atakuwa anapata dhambi, sawa, kwa kufungamanisha Uislamu wake na fikra ya kibaguzi za kikoloni ambao ni za mipaka. Na mwisho tunaweka wazi kwa kusema mwezi wa kilimwengu huwa hatukusudii mwezi wa Saudia, kwani Saudia nayo vile vile inapata maelekezo na Marekani na hawana msimamo wa kudumu katika fatwa zao, bali tunachokusudia ni umma utafute mwezi ulipo wafunge pamoja. Na vile vile kufuata mwezi wa Saudia vile vile ni kujifunga vile vile na mipaka ya kijiografia na kufunga kwa mujibu wa nchi. Baada ya hapo tunawatakia umma wa Kiislamu pamoja na nyinyi mfungo wa hizi siku chache zilizobakia. Tusimame kwa visimamo mbalimbali, tufanye ibada, tuzitumie siku hizi vizuri, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali saumu zetu na atufikishe salama katika Eid al-Fitr. Kwa hivyo haya ndiyo machache ambayo tulikusudia tuyaseme katika suala hili. Wallahu a'lam. Naam. Wito wako wa Islam baada maisha gani baada ya sababu mwingine anatoka sasa baada ya kufungua? Naam. Maisha si ya Kiislamu. Naam. Akasema gani wafungue? Ndugu yetu anauliza hapa kwamba je, tuna mwito gani wa kueleza Waislamu waishi maisha gani baada ya Ramadhani? Tunasema wazi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachagua mwenyewe siku, kachagua saa, kachagua miezi, akasema ina utukufu fulani. Sawa? Lakini haina maana ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu imefungwa kwa masaa yale, au imefungwa kwa siku zile, au imefungwa katika miezi ile. Sawa? Mwenyezi Mungu asema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Endelea kumwabudu Mola wako mpaka kitakapokujia kifo. Kwa hivyo ujio wa Ramadhani, uchaji wa Ramadhani haupaswi kumalizika baada ya kumalizika Ramadhani, bali miezi mingine yote 11 Muislamu anamwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu aliyetoa agizo la Ramadhani ndiye aliyetoa agizo katika maisha yote tuishi kwa mujibu wa matakwa yake. Kwa hivyo mwito wetu kwa Uislamu ni kwamba Ramadhani iwe ni kichochezi cha kuwapa nguvu baada ya kumalizika Ramadhani, hiyo miezi 11 waendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali wafanye kazi ya kulingania Uislamu ili Uislamu umsimamie mwanadamu katika vipengele vyote vya maisha. Naam. Kama kuna swala jingine mawili matatu. Naam. Wengi wanafutulisha sasa hivi mpaka wasanii wakubwa wanaonekana wanafanya mambo haya, ili mnalizungumziaje? Naam, swala zuri kabisa. Swala hili linalingana na hili swala tulizungumzia mwezi, kwamba kuna hali ya udandiaji. Leo ajenda ya mwezi inadandiwa kukuza utaifa na ubaguzi baina ya maeneo na Waislamu wa eneo moja na eneo jingine. Sawa? Imedandiwa kupeleka ajenda hiyo, lakini ikivishwa guo la kidini. Sawa? Na hizi futari nazo zimedandiwa. Zinadandiwa kwa ajenda mbalimbali. Moja ikiwa ni dini mseto. Sasa kuna wengine hawafichi. Wanasema wazi kwamba tunaita Waislamu na Wakristo kuwaleta pamoja katika jambo kama hilo. Tunasema kwamba sisi na Wakristo tunashirikiana katika kukodishana, katika kuamiliana kibiashara, sawa, lakini hatuamiliani katika mambo ya ibada na dini. Huko kila mtu ana dini yake. Mwenyezi Mungu asema lakum dinukum waliya din. Lakini suala la kwamba kukodi gari ya Mkristo, kukodi nyumba yake, kufanya miamala ya kibiashara halali, huko hakuna makosa. Kwa hivyo wanachanganya watu, wanatuleta katika mambo ya dini mseto, yani kuleta ukuruba wa kiimani, ilhali ya kuwa wao wa Kristo. Mlutheri hasali, yani hafanyi ibada katika kanisa la Anglikana, wao wenyewe kwa wenyewe. Tutakuwa na ukuruba nao sisi? Kwa hivyo hatuzungumzii ukuruba katika miamala ya kimaisha, tunazungumzia ukuruba wa kidini. Kwa hivyo leo futari zinatumika katika miamala ya kuleta ukuruba wa kidini, ambalo ni jambo ambalo linapingana na akida ya Kiislamu.
linatumika na wanasiasa kwa malengo yao ya kisiasa, vile vile sivyo, sawa. Linatumika kukuza fikra chafu zikiwemo za wasanii, na vile vile sivyo, sawa. Kwa hivyo imedandiwa ibada hii, lakini tunasema kwamba ibada hii inatuhusu sisi Waislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliponadi kasema ya alladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Ni sisi tulioambiwa Waislamu, kwa hivyo wa kumualika ni Muislamu, sawa, kwa sababu ibada ile inamhusu yeye, sawa. Na ajabu ni kwamba wanakusanyika watu ni Waislamu, lakini mna mambo ya machafu. Mtu anaalikwa pale na mwanamke wake, mtu hujamuoa, sawa. Kwa hivyo kwa ufupi inatumika kukebehiwa na kuchezwa shere ibada hii ambayo ni ibada tukufu, kiasi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema vipi kwamba kila amali ya mwanadamu ni yake, lakini saumu fa innahu li wa ana ajzi, hii ni yangu mimi. Kwa hivyo leo kuna kampeni maalumu ya kuikebehi na kuidogosha na kuicheza shere ibada hii, na hii ni mbinu vile vile ya kuwafanya Waislamu nao waione ni ibada duni, kama vile ambavyo wanamtukana mtume, wanaitukana Qur'ani, wanamtukana Mwenyezi Mungu. Tuzoee, tuchukulie. So ukiangalia hata comedy wengi leo ni shere na kebehi za ibada hii. Kwa hivyo ni kampeni maalum, ama wanajijua au hawajijui. Watu waliojaliwa uwezo wakati wote, tusio Ramadhani, wanapaswa wasaidie ambao hawana uwezo. Na uzuri wa kufutarisha, umfutarishe mtu ambaye uwezo wake uko chini. Lakini sambamba na hivyo, mwisho wa maneno, wenye uwezo wanafungwa na mlango wa kutoa sadaka, ambao sadaka ukitaka unatoa, usipotaka hutoi. Zaka ndo lazima. Sasa tusifanye kosa watwisha wale kwamba wana ulazima wa kuwafutarisha maskini wote, lakini ni vizuri kufutarisha. Bali tulitizame suala hili katika engeli hii ya kwamba ikiwa matajiri kwa wao ni khiari kuwafutarisha maskini, sawa, na maskini hana kufutarishwa, alipaswa kufutarishwa na nani? Hiyo ndio profound question ya kujiuliza. Asili Muislamu kama hana uwezo na hana mtu wa kumsaidia, asili huwa apase ni dola. Na wakati walipokuwa na dola ya Kiislamu, makhalifa walikuwa ndio wakitoa kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge, wawe ni mayatima, wawe ni mafukara, wawe ambao wana njaa. Leo kwa bahati mbaya hatuna umma wa Kiislamu, hauna kiongozi, hauna utawala wa aina hiyo. Kwa hivyo matajiri wako ambao wanafanya kwa kibinafsi, lakini mwisho wa maneno itakuwa iko limited nguvu yao, sawa. Kwa hivyo umma wa Kiislamu una unyonge wa kuwa hawana wa kuwasaidia, safahamu. Lakini matajiri wanapasa, lakini tusiwatishe mzigo wote, bali tuone tuna tatizo kubwa ambalo tulikuwa tunapaswa kufanya kazi, tumuweke mtawala, kwa sababu umma wa Kiislamu ulimwengu mzima, ukiangalia nchi kubwa za Kiislamu zina rasilimali tele. Safa, mito mikubwa iko nchi za Kiislamu, sawa. Mafuta mengi yako nchi za Kiislamu, ardhi kubwa ziko nchi za Kiislamu, watu wasomi wanao, sawa. Kwa hivyo ulimwengu wa Kiislamu kama ulimwengu wa Kiislamu hauna unyonge wa rasilimali, lakini ni nani wa kuweza kumobilize akazikusanya hizi pamoja na zika utilize, zikatumika kwa pamoja kwa ajili ya umma wa Kiislamu ulimwengu mzima. Leo pesa ambayo Saudi kaipeleka Marekani, na jana Emirates Shabas na wanaolitumia kapeleka mapesa chumbu, wanayapeleka Marekani mapesa. Pesa zile asili ni milki ya umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema annasu shurakaa ala thalath, watu ni washirika katika mambo matatu. Moja ni moto, yani zile nishati yenye kuzalisha moto yakiwemo mafuta si milki ya mtu binafsi katika sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo pesa ya mafuta ni milki ya umma mzima. Mafuta yaliyoko Saudia, mafuta yaliyoko Oman, mafuta yaliyoko Brunei, yaliyopo popote ya umma wa Kiislamu ni milki ya umma mzima, ambayo ilikuwa leo kwa nchi kama hii na ulimwengu mzima wa Kiislamu hakupaswa kuwa na maskini wa kuwa ahangaike na futari, sawa. Kwa hivyo tukirudi pale pale, matajiri wanayo haki hiyo na nani wanalo jukumu hilo, lakini mwisho wa maneno asili jukumu hilo linarejea kwa mtawala wa Kiislamu anaitwa khalifa, na hii ndio miaka yote kabla ya kuangushwa khilafa walikuwa wakibeba jukumu lao. Wallahu a'lam.
Naam, tunawashukuru sana jamani. Tunawatakia kila la kheri na tunawashukuru kwa kujumuika nasi. Kuna dua ya Sheikh Musa. Hizi karatasi zipo. Kuna Sheikh Musa hapa atatufanyia dua inshallah. Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب لنا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا تواب لنا يا تواب tunakuomba kubali saumu zetu kubali funga zetu kubali dua zetu na kusoma zetu kubali ibada zetu na sadaka zetu wanusuru sopote walipo nusuru Uislamu hasa na kingineko wewe ni mweza juu kila kitu rahmat ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tunaomba radhi vile kwa mapungufu hapa mahala kidogo. Hii ni Mtoro TV.